Kuna chochote ambacho anaweza kujifanyia yeye mwenyewe. So na kwa sababu watoto wakienda shule na hatuna mfanyakazi ambaye anaweza kubaki naye, inabidi mimi sasa nibakie pia nyumbani tukiwa na yeye ili kwamba niweze kupata kumsaidia. Huku viongozi wa watu wanaoishi na ulemavu gatuzi la Isiolo wakizidi kushinikiza kupitishwa kwa miswada ambayo itahakikisha kuwa maslahi yao yanashughulikiwa ipasavyo. Kamachu TV tumezuru katika eneo la Mwangaza, hii ikiwa ni wadi ya Wabera, na kuweza kutembea kwa boma mzee Simon Rigera ambaye mkewe amekuwa akiishi na ulemavu kwa zaidi ya miaka 3 sasa. Mzee huyu akituelezea changamoto ambazo amekuwa akizipitia akimtunza bibi yake. Kama hapa sasa tuna mahitaji ya kawaida, na pia vile vile tunahitaji mandawa kwa sababu mke wangu bado anaendelea kutumia mandawa. Mengine pia huwa ni yako na pesa mingi, hatuna kazi lakini huwa tunavumilia. Akizungumza na kituo hiki, mzee huyo amesema imekuwa vigumu kwake kushughulikia mkewe kwa kuwa hana fedha hitajika za kumwezesha kufanya hivyo. Munjuri Rigera, mimi ndio mzee baba wa boma hii, na ninataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wapendwa hawa wametutembelea siku ya leo, Ameru Youth, ambao wameweza kufika kwetu siku ya leo kuja kushirikiana pamoja nasi katika shida ambayo imetupata katika boma hii, ambapo mke wangu aliweza kupata shida ya ugonjwa ambao uliweza kumsababisha kulemaa. Anakuwa ni sick at bedridden, ambaye anakaanga tu akiwa amelala kwa nyumba, kulala tu kwa mgongo, hakuna mambo mengine anaweza fanya. So na kwa sababu hiyo kazi ile alikuwa anafanya aliacha, na mimi pia nikaacha ili kwamba niweze kupata kumshughulikia, kwa maana hakuna chochote ambacho anaweza kujifanyia yeye mwenyewe. So na kwa sababu watoto wakienda shule na hatuna mfanyakazi ambaye anaweza kubaki naye, inabidi mimi sasa nibakie pia nyumbani tukiwa na yeye ili kwamba niweze kupata kumsaidia. Mahangaiko wanayopitia familia hii ilibainika wakati ambapo kikundi cha Ameru Youth alipomtembelea na kumpa msaada huu ili kumsukuma siku kadhaa. Leo tuko hapa kufocus na mambo ya huyu mama ama hii familia nzima, ilikuwa hivyo, na tumeona shida nyingi ambazo zenye ziko hapa ambazo zinahitaji attention of humanity. Na nikisema hivyo, niko na hawa vijana wawili hapa. Hawa ni watoto wao huyu mama, na ako na bwana yake. Bwana hana kazi, mama hana kazi kutoka shida zimekuwa vile zilikuwa. Alikosa kazi, mama hana kazi, baba hana kazi. Baba amebaki akifanya kazi ya mama kwa sababu mama sasa hakuna kitu anawezana, hakuna kitu anafanya. So ningependa hivi, not only serikali, kwa wale wenye wameongea nyuma yangu wamesema wanataka well wishers kutoka kwa maybe kwa serikali. Nasema hivi, kuna organization mingi sana zinafanya mambo based na kusaidia watoto. Tafadhali come on board. Kujeni muangalie familia vile inakaa. Wako wapi wenye wanafanya mambo ya agenda? Huyu mama anahitaji. Ukiangalia hapa mbele yetu, hii kidogo ndio yenye tumepata kugather kwa kitu ule mama mwenye anahitaji. Kwa hizi zingine ni za chakula. What about huyu mama mwenye anahitaji on a daily basis hizi vitu? This is the smallest that we can get. All well wishers, organizations zenye ziko based na mambo ya agenda. These women need us. These women need us. Kujeni on board. Hata kama hatutaweza, tuacheni hata tutumiane ile kitu kidogo yenye tutaweza. Baada ya kutoa msaada huo, vijana wakitoa wito huu. Napenda kusema hivi kwa county government of Isiolo, because hii area ya Mwangaza ni part of Isiolo County. We have a mom here mwenye anatolewa kwa nyumba na wheelchair. Saa hiyo anatolewa kwa nyumba na wheelchair, ashakuwa disabled. So I want to ask the county government of Isiolo to chip in to help this mother. Ayako kwa ile program ya the disabled ndio aweze kusaidika, kwa maana hawezi hata amka kwa nyumba ende ajitafutie, atembei, anasukumwa mpaka to an extent ya kupelekwa kwa choo.
Our mom here anahitaji kuwekwa kwa kikundi ambayo kwa our special program ambayo inakuanga kwa county ambayo inaitwa special program. Please, if by any chance kuna mtu ambaye anaweza tu connect huko aweze kupata usaidizi, at least hawa anapata basari ya watoto, at least hawa anapata chakula at least ya mwezi ama mwaka mzima, hata mpaka apone, ama ashughulikie insurance ya mwili yake, tunaweza shukuru sana. Ningeomba hata county government iweze kuingilia, tuweze kusaidia huyu mama, tusikue tu ni watu wa kelele peke yake, kupiga kampeni peke yake. Ningeomba, naona huyu mama ako na watoto shule ambaye wako secondary, naomba county yetu iweze kusaidia huyu mama aweze kupata hata basari. Saa huyu mama anahitaji basari, hata anaweza andikiwa mwaka mzima. Hiyo kitu ndio ningeweza kuomba. I would urge the county government of Isiolo so that they could come in and give us permanent solution. A permanent solution that will help this family. Donation might not be enough for this big family. Pastor doesn't have any job. The lady doesn't have any job. And we entirely rely on, community donation. It might not be enough. So I pray that maybe the county government may come up with a permanent solution that may help this family. Grace, kuja angalia huyu mama. She need us. Wewe kama wewe una deal na mambo ya gender, anakuhitaji. Kina Halima, kina Amina, kujeni tuangalie huyu mama. Kujeni tumsaidie, kujeni tumtoe kwa hii shida, as such that asisikie kesho tukifanya International Women's Day pia tukue tunamcelebrate kwa mmoja wetu. Na ikizingatiwa kwamba idadi ya watu ambao wanahitaji msaada hapa jimboni inazidi kuongezeka kila uchao, vijana hawa wanaahidi kuanzisha kampeni ambayo itajumuisha vijana kutoka jamii zote ili kuweza kuwafikia watu ambao wanaishi na umaskini katika kaunti ya Isiolo. Our mom here has been suffering for about 3 years. Na ukweli ni mambo ambayo imetuuma kama vijana, na kama Ameru Youth tumesema ya kwamba tutangangana, create hii awareness hata kwa youth zingine, the likes of Barana, the likes of Samburu, Turkana, at least turundi kijijini, turundi pale chini to the drawing board, tuweze kusaidia watu wetu. Kama tutashikana kama youth, we are energetic, tushikane kama youth, tusaidie watu ambao wameshindwa kwa mahitaji ya nyumbani kama chakula na school fees. Mwisho akisema haya kwa viongozi wao. Shukuru kila mtu ambaye ameweza kufanya hii shughuli ikakuwa very successful. The likes of our Super CS Mongela, Dr. Mongela, our aspiring MCA Titus Mudhomi. Nitashukuru pia mzee kwa jina la Kaunyangi, na pia nitashukuru our MCA His Excellency Kiambi kwa kutuwezesha kufika hapa, na pia the members ambao everybody has contributed at least something ambayo tungeweza kusaidia our mom. Lastly, ningependa kushukuru Dr. Mongela, waziri wetu, na MCA Kiambi kwa kuchip in, kucontribute for the success of this day. Kutoka eneo hili la Mwangaza, ni reporter 001 wa Jombe Kamachu.